wa leo nataka niweze kuenda kwenye neno la Mungu, na nitakuwa naongelea kuhusu uhalisia wa the spiritual realm, ama uhalisia wa ulimwengu wa kiroho. Uhalisia, the reality of the spirit realm. Uhalisia wa ulimwengu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nianze kwa kusoma Wakorinto wa pili sura yake ya 10 na mstari wake wa 3. Wakorinto wa pili, 2 Corinthians chapter 10 verses number 3, number 4 and number 5. Biblia inasema ya kwamba maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Anasema mstari wa 4, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu katika kuangusha ngome. Sema kuangusha ngome. Mstari wa 5 anasema tukiangusha mawazo. Sema mawazo. Na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Amen. Paulo anajaribu kutu introduce kwa level ambayo watu wengi unfortunately mpaka sasa we are not conscious about. Anasema ya kwamba japokuwa mnatuona tunavaa suti, sisi ni warefu, wengine ni weupe, wengine ni wanene, tunaenenda katika mwili. Sisi hatuishi katika mwili. Hapana. Level yetu, maisha yetu yana makabiliano ambayo yamezidi umwili. Makabiliano yetu yako katika ulimwengu wa roho, na kwa sababu hiyo vita vyetu tunavyovipigana, hatupigani na mwili na nyama. Hapana. Na ndio maana hata silaha tunazozitumia zimezidi panga, zimezidi rungu, zimezidi bunduki, zimezidi missile, zimezidi hivyo vitu vyote. Vita vyetu kwa sababu ni vya kiroho, nazo silaha zetu pia zimekuwa za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na asubuhi ya leo ama mchana huu nitakuwa najaribu kukuonyesha tofauti iliyopo wakati ambapo tuna approach maisha kutoka kwa upande wa mwili na wala sio wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu asubuhi nilisema ya kwamba hamna mtu yeyote kati yetu ambaye aliumbwa kwa ajili ya ulimwengu huu. Hapana. Haukuumbwa uende shuleni. Unaweza ukawa na degree na diploma na PhD na masters, wewe ni profesa, lakini napenda uelewa ya kwamba ulimwengu wa roho katika system yake haikuundwa na vyeti. Haikuundwa na vyeti. Unaweza kuwa una vitu vya kutisha, vitu vya kuonekana, lakini ulimwengu wa roho haukuumbwa katika culture yake, haina biashara ndani. Haina biashara ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. In fact, utanotice ya kwamba unavyoendelea kuchimbua katika ulimwengu wa roho, utanotice ya kwamba hata mapenzi hayakuwepo. Kwa hivyo unavyoona mtu ambaye ana shamra anataka kufanya harusi, anasikia moyo unamgutaguta, huyo mtu angeingia katika ulimwengu wa roho, notice ya kwamba huko ndani hamna hizo vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo ni muhimu sana uelewe level unayoishi ndani, kwa sababu Mungu alipomuumba mwanadamu, hata japokuwa ya kwamba alimuumba Adamu na akampatia mke, hakumpatia kwa ajili ya Adamu. No. It was a spiritual setup. It was a spiritual setup.
Na ndio maana Paulo anapolirudia hilo swala la kwa mfano la ndoa, anasema waume mwapende wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa. Sio kama mnavyohisi ndani ya mioyo yenu. Kama Kristo. So the example of our love to our wives has nothing to do with our feelings. It is credited on how Christ loved the church. Wake mwaheshimu waume zenu sio kwa sababu wamewapeleka out. Acha tuangalie masuala haya ulimwengu wa roho, tuachane na hayo mengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo the center of our lives derives its values from the spirit realm. Maisha yetu yanapata uhalisia wake kutoka kwa ulimwengu wa roho. Na mtu yeyote ambaye anataka kupata thamani ya maisha yake ni lazima apime uzito wake na uzito wa roho yake, sio uzito wa mwili wake, bali uzito wa roho yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu ukiangalia watu ambao tunawasoma kwenye Biblia, tunaweza kuwa tunawasoma kama watu wa kawaida, lakini tutanotice ya kwamba maisha yao yaliathirika kwa kiwango kimoja ama kingine kulingana na vile ambavyo ulimwengu wa roho ulitaka, sio kulingana na vile ambavyo wao walipanga. In fact, tulisema asubuhi ya kwamba level hii ya maisha tunayoishi, tunaishi kwa sababu ya mwanguko wa Adam na Eve, si ndio? Na tunajua ya kwamba hawakuanguka kwa sababu walipanga, lakini kwa sababu Lucifer aliingilia kati maisha yao na akaimanipulate to a certain level, na ikawa jinsi ambavyo yeye alitaka, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa kwanza ambaye huwa ananitisha sana ni mtu anaitwa Ayubu. Ayubu alipatwa na majanga ambayo kwanza yeye alikuwa amejipanga kinyume nayo. Ayubu kila siku maandiko yanasema alikuwa anaamka, anaomba na anatoa sacrifice kwa sababu ya ulinzi wa mali zake na watoto wake. Yani he had organized his life to be defensive in nature. Lakini hata katika hiyo defense yake, yeye alifikiria kwamba ana defend watoto wake na mali zake as a physical human being. Lakini on the other side, nyuma ya curtain, tunakuta conversation ya watu wawili ambao hawaonekani in the physical. Mungu na shetani wamekutana. Halafu Mungu anajigamba na Ayubu, anamuuliza, "Je, umemwona yule ndugu Ayubu ambaye ni rafiki yangu, yule mtu wangu ambaye ni wa mkono wa kulia, yule mtu ambaye ni wa karibu na mimi, yule mtu mtakatifu, mtu upright, umemwona?" Shetani anasema, "Wewe unajigamba bure wewe. Huyo ndugu, hiyo kujigamba yake sio ya physical. Hiyo kujigamba yake ni kwa sababu ya vitu ambavyo umempatia." Alright? Na kwa sababu hiyo tunataka tuone kama kweli yeye anakupenda vile wewe unasema. So niruhusu niweze kugusa vitu zake, alafu tuone kama hata kutukana. So now look, the target sio kunyang'anya Ayubu mali. The target ni ya kuaffect the spirituality ya Ayubu. Shetani hana shida na mali ya Ayubu, hana shida na watoto wake, hana shida na vitu alivyo navyo, lakini akona shida na loyalty. Akona shida na loyalty ya Job kwa Mungu. Na anajua ya kwamba ili tuweze kutest hiyo loyalty ni lazima wacha tuguse vitu vyake kwanza. Naye Mungu anaruhusu shetani kufanya hivyo, na hapitii mlango ya mbele kwenda kumwambia Ayubu ya kwamba unakujiwa. Hamwambii. And so the following morning Ayubu anaamuka na anaanza kukutana na vitu ambavyo viko kinyume na mipango yake. Watoto wake wanakufa, ng'ombe zake zinakufa, punda hazionekani, ngamia zinakufa, kila kitu kinaharibika, na hakuna mtu anayemwambia why is this happening. So ungemkuta Ayubu muulize, "Man, what's not happening?" You know, hata marafiki zake walikuja wakamuuliza, wakamwambia, "Hivi venye unaendelea ndugu, umetenda dhambi. Dhambi yako ni kubwa sana." Anasema, "Wala mimi hakuna dhambi nimetenda."
Na sisi wote tunajua kwamba Ayubu hakuna actually dhambi yoyote ambayo ametenda. Kinachotafutwa ni nafsi yake. Mara nyingi sisi kama Wakenya tunapitia vitu vingi sana, na tunafikiri ya kwamba wengine tunalalamikia Ruto, wengine tunalalamikia uchumi, wengine tunasema sijui ni nani, lakini hujajua ya kwamba hiyo kukosa kwako kazi, it has nothing to do with you being at work. It has everything testing your spirituality. Kuna watu ambao wamezika, wanasema Mungu alipeana na Mungu amechukua, jina lake lihimidiwe. Huo ni upumbavu wa Ayubu. Unafikiria kwamba unasema mambo ya kiroho sana. Ukifuatilia, Ayubu was talking from that level. He did not understand ya kwamba it was a program working against him. Ni ukweli ya kwamba ni Mungu alikuwa amempa na ni Mungu amechukua. Kwanza ni Mungu alikuwa amechukua. Did you see Mungu kuwakujia? So sometimes we talk without understanding the realities of what surrounds us. And utakuta ya kwamba mtu amefunga biashara yake, lakini haelewi ya kwamba kufunga kwa hiyo biashara hakumtafuti tu yeye na biashara yake, kuna tafuta kuharibu nafsi yake, ulimwengu wa roho wake uchafuliwe ili aachane na Mungu. Kilichokuwa kinatafutwa na Ayubu ni kwamba aachane na Mungu. Tuone kama hata kutukana. Na unajua watu wengi wamekuwa kiuliza kwenye social media eti kwa nini shetani aligusa vitu vya Ayubu vyote na hakugusa mke wake. Mumewaona hawapenda? Wanauliza kwa nini shetani aligusa vitu za Ayubu zote na hakugusa mke wake. But haujui ya kwamba hata mke wake aliguswa. Kwa sababu what was being required, kilichokuwa kinatafutwa ni Ayubu amtukane Mungu, si ndio? Maneno ya mke wake yalikuwa gani? Advice ya mke wake ilikuwa gani? Amtukane. So actually mke wake sasa ndiye alikuwa agent kamili wa shetani. He was the exact agent in that house. Kwa sababu shetani baada ya kuona amegusa, ameua watoto, Ayubu hajatukana, akaamua kukuja on a close range. Na akakuja vocal. Inaitwa audio visual. Unamuona na unamsikia. Bwana Yesu asifiwe sana. So the spirit realm ina uzito mkubwa sana. Katika Psalms 51 ni ombi ambalo Daudi analiomba kulingana, akitubu toba yake kwa ajili ya kumchukua mke wa Uria na kumuua. Na katika hili ombi ambalo anaomba la toba, kitu cha kushangaza sana ni kwamba ana notice ya kwamba that's 51, Psalms 51. Ana notice ya kwamba kuchukua mke wa Uria hakukuwa tu kwa kujitosheleza. Na kumuua Uria was nothing to do with military. It was exactly everything against his heart. So anamwambia Mungu ya kwamba teremka kule chini. Is it verse 6 or what? Ambaye anamwambia kwamba uniumbie moyo safi. Create in me a clean heart and renew thy spirit. So issue ya kulala na mke wa Uria, it had nothing to do with his enjoyment. It had everything to do with the destruction of his heart. It destroyed his heart. Yes. And he realized it. Anasema niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Ana notice roho ambayo iliachwa ndani haijatulia. Hiyo ni roho ambayo haiwezi katulia. So ombi lake anamwambia Mungu, I say, ukiacha huyu ndugu akikaa hivi, atachukua wengine 7. Hivi vijinsi alivyo. Uniumbie moyo safi, huyu ambao niko nao umeshaharibika. Umeharibika. And you know the life that we live inagusangwa spiritually every day. Whether you are making a deal, or you are entering into an agreement, or you are signing a contract, it has something to do with your spirit. It has. It has. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana.
Ama wewe haujaona katika Samueli wa pili sura ya 21, 2 Samuel 21 verse 1, maandiko yanasema ya kwamba kulikuwa na kiangazi Israeli, kulikuwa na njaa, sema njaa, siku za Daudi, muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka, yani year after year, kuna njaa. Naye Daudi akatafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua Wagibioni. Look at this. Ati mtu anapitia njaa, apostle, anafikiria kwamba ni kazi yake ndio hailipi. Anafikiria kwamba ni biashara yake haiendelei. Analalamikia wateja ambao wamemwacha, ama competition ambayo imekuwa on the business street. Analalamikia uchumi ambao umeharibika year after year. And you know, njaa ni kitu physical. So the whole country, taifa nzima lilikuwa linaumia njaa. Na nani mfalme wao? A man after God's heart is the king. And so Daudi ni kama alijaribu labda kukopa huko IMF, akaona haisaidii. Akajaribu kwenda China, akanotice hii biashara haifunguki. Akaona wacha tuende kwa Bwana. Akaenda kwa Mungu akamuuliza, hivi Mungu, kuna uwezekano njaa iwe inaathirika, iko na athari kutoka ulimwengu wa roho? Mungu akamwambia, ujue uwe na uhakika namna hiyo ya kwamba hii njaa, it has nothing to do with you. Iko na Sauli na nyumba yake. Kwa nini? Kwa sababu aliwaua Wagibioni. Na Wagibioni siku ambayo Yoshua alikuwa anaingia Canaan, walikuja na magunia wakiwa wamejidisguise kama watu watoka mbali, na wakamuingiza Yoshua in the covenant, so they are part of Israel. You cannot touch them. And so Sauli hakujua ya kwamba hawa Wagibioni hawafai kuguswa, they are part of Israel, kwa sababu ya ile covenant waliofanya na Joshua, na akawaua. So kwa sababu hiyo njaa imeinuka. Niulizie jirani yako, kuna uwezekano ile shida ambayo iko hapo iko na chanzo chake nyuma yako? Kwa sababu unaweza kuwa unaiconfront from the front side, lakini haujaangalia behind the stage. Unanielewa? Haujui ni nini ambacho kinaendelea hapo nyuma. Wewe unaona tu watu hawapati kazi, watu hawasomi, watu wanakufa, watu wanapitia, watu hawazai. Haujui ya kwamba labda kama hii siku ya Daudi kuna damu ambayo inawaitisha huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uamini, ukikutana na Kaini unaweza muuliza, ile siku Mungu alimuuliza ndugu yako yuko wapi? Kwa sababu hakukuwa na evidence. Unaona? And you know, tumetoka kwenye wiki ya cross examination. Na mliona vile ambavyo cross examination haina huruma. So Kaini amewekwa na Mungu, anaulizwa, where is your brother? Mungu anajua what has already happened, but anampitisha ndiye aone kama ana test, aone kama na yeye atakuwa na akili. Amuza, where is your brother? Anajibu ghafla anasema, am I my brother's keeper? Jibu la Mungu lililofuata lilimweka damp. Limwambia, nimesikia sauti ya damu ya nduguyo inaniita. Hey. Damu ya ndugu yako inaniita kutoka kwenye ardhi. This is what we are talking about. Ya kwamba most of our troubles and the effects of the things we see, vitu ambavyo tunaona vikifanyika around us, they have nothing to do with us as from the front side. Zote ziko coded in the spirit realm. Bwana Yesu asifiwe sana. Namuomba Mungu ya kwamba leo atakukomboa katika jina la Yesu. Nasema Bwana atakukomboa katika jina la Yesu. Hallelujah. Muangalie Petro katika Matthew 16. Matthew 16, Yesu amewakaisha wanafunzi wake chini na anawauliza, watu huko nje wanasema mimi ni nani? Wakawa wanasema, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema mojawapo ya manabii. Akawa confront, akawauliza, na nyinyi mnasemanga mimi ni nani?
Angalia kuanzia mstari wa 15 verse 15. Verses number 15. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? 16. Simeoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Full stop. Very powerful answer. Haitaji maelezo, haitaji ufunuo. Mstari wa 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simeoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Hii Petro haujaistream kutoka kwa mwili wako. Hii sio kitabu umesoma. Hii imepita degree. Hii umestream kutoka mbinguni direct. Na ni kama kila mtu alimpigia Bariona makofi, kwa sababu yeye ameanza kutembea katika roho. Tuone mstari unaofuata 18. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sikia the prophetic word. Kwa sababu ya kustream vitu kutoka mbinguni, prophetic word imeachiliwa. Hallelujah. Mstari wa 19. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Hiyo si ni powerful? Hata kama ni wewe, si utataka tena useme kitu kingine ndio prophetic ziendelee kufanya kuongezeka juu yako. Mstari wa 20. Ndipo akawakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. 21. Angalia sasa. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Sasa Yesu baada ya kwamba amemaliza prophetic service, akaanza kujiongelea kwamba anaenda Yerusalemu, anaenda kuuawa. Petro anaye stream vitu kutoka katika ulimwengu wa roho, very active, akastream tena. 22. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Ana stream kutoka ulimwengu wa roho. The only difference ni kwamba this time round he's not streaming from heaven. Oh. The problem this time round ni kwamba Petro havuti hizi vitu kutoka mbinguni. Ameanza kuvivuta kutoka kuzimu. Angalia majibu ya Yesu 23. Akamgeuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani. Yesu, hapa umesema hata kanisa linajengwa juu yangu, na hata huyo Shetani hawezi akalishinda. Saizi umenigeuka tena, umeanza kuniambia sasa mimi Shetani nirudi nyuma yako. You see what Jesus, because amedesign ya kwamba Petro japokuwa ana stream vitu za kiroho, lakini this time round kiroho chake hakiko mbinguni. Amehamisha platform, ameanza kustreamia yule ndugu mwingine. Unanielewa? And sometimes you know Petro anapomkemea Kristo, labda from the outside Petro was caring. Alikuwa anasema because he cares for his master. Hataki master wake auawe, because yeye kulingana na yeye anaona master wake ambaye atakufa azikwe na story ishe. Hajafikia kiwango cha kumuona akifufuka. So anaona kifo, yeye hataki mauti, hataki mazishi, hataki msiba, na anafikiria kwamba he's caring. But Yesu anaona ya kwamba this you are caring is not from earth. Niulize jirani yako, ulipoambiwa I love you ilikuwa kutoka wapi? No. Because sometimes they say I care. Hi dear. Hiyo ilikuwa imetoka wapi? Amesema ilikuwa imetoka wapi? Because you see, such things are the ones about to happen. For example, when you're talking about teenage pregnancies, you would think ya kwamba it is adolescence because science told you that. But from the spiritual realm, somebody's destiny is about to be screwed. Somebody's destiny
has just been affected from the spirit realm so that she cannot go forward and achieve what she was supposed to achieve. Na wewe uko pale unalalamikia ati watoto sijui wana tabia mbaya, sijui wajalelewa vizuri. It has nothing to do with kulea. It has everything to do with their spiritual security. How much security have you put in the spirit realm against those things? Bwana Yesu asifiwe sana. So wakati unamwona msichana wenyewe amenyauka, ama mwingine ameathirika, akona ukimwi, wewe unamkemea, unasema tulikuwa tunawaambia msikii. Hayo masikio ambayo unategemea asikii nayo hayawezi kuwa haya masikio unless unaongelea kuhusu masikio ya kiroho. Kama ulimwambilia katika ulimwengu wa kiroho itaeleweka, lakini kama unamwambilia ulimwengu wa asili haieleweki, kwa sababu kilichomwathiri hakikutoka huku nje, kilichomwathiri kilisukumwa kutoka ndani. Halo? So tunapofanya maombi tunafatue werevu, tujue ya kwamba maombi yetu hatuyasukumi kwa vitu vinavyoonekana, bali kutoka kwa vitu visivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Halo? Uko hapa bado? Ukiangalia vizuri utanotice ya kwamba katika Luka sura ya 16, sura ya 6, mstari wa 12. Luke chapter 6 verse 12. Biblia inatupatia taswira ambayo Yesu alipitia ili kuwachagua wanafunzi wake. Unajua ukisoma Marko inakaa kana kwamba alienda akitafuta mmoja mmoja. Lakini Luka anaiweka mambo vizuri sana. Anasema ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba. Akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Mstari unaofuata. Hata kulipokuwa mchana aliwaita wanafunzi wake. So Yesu kulingana na hili andiko alikuwa na wanafunzi wengi sana. Alright? Akachagua 12 miongoni mwao ambao aliwaita mitume. So this was a selection. Our 12 hakuenda kwa nyumba moja moja, no. He had already a lot of disciples. Ni kama hii kanisa hivi walikuwa wanamfuata. Then akataka tuseme the executive committee. Akawaita akachagua miongoni mwao, akachagua 12. So unapomwona Judas hakuletwa pale by mistake. Judas alichaguliwa baada ya maombi makali sana ya Yesu Kristo. Mstari wa 12 umesema alikesha usiku mzima akiomba ili apate ufunuo wa kuja kuchagua wanafunzi 12 kati ya ile kikundi kikubwa. So Judas alichaguliwa from a revelation. He qualified. He actually qualified. Unajua tukikwambia umuite mtoto wako Judas wanasema over my dead body, tofi yako msaliti, simtaki. Lakini haujajua ya kwamba his selection was really very divine. But now then what happened? Ndio akafika mahali akaitwa Judas msaliti. Angalia Luke 22. Hapa ni chapter 6. Sasa 22 kule mwisho. Luke 22. Mstari wa 2 na wa 3. Luke 22. Ulikuwa umefika baba. Na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia ya kumuua sasa Yesu. Maana walikuwa wakiogopa watu. So wakuu wa makuhani wanatafuta venye wanaweza kumuua Yesu. Hawana strategy, wamejaribu kukaa kwa vikao, hawana mpango, wanajaribu kukaa, secretary anaandika notes, anafuta. Anaandika ile wanasemanga typing and deleting. Kwa sababu hakiwezekani, haipatikani njia ya kumuua Yesu. Mstari wa 3. Angalia mstari wa 3 sasa. Shetani akamwingia Yuda. So Yuda hajawahi kuwa na roho ya usaliti. Amekuwa ndugu mzuri. Anakuanga ameokoka. Hata hii Luka sura ya 10 wakati walitumwa wale the 72 waende kutoa mapepo, hata Judas alikuwepo. Waliporudi alikuwa mmoja wapo ambao walikuwa wanasema mapepo yalitutii kwa jina lako. Alikuwepo. He is Apostle Peter. Apostle Judas.
On this particular day, it's an error that happened. It was just an error that happened. Ya kwamba all of a sudden, wakati makuhani wanatafuta jinsi ya kumua Yesu na hawana mpango, shetani akakuja kuwasaidia. Na ili kuwasaidia hakupitia kwa kanso yao, alikuja kupitia kwa kanso ya Yesu. So akaingia Yuda, aitwa Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. Now, he entered purposely ili kumprogram. So wakati tunamshutumu Judas, sio makosa yake. Na ndio maana nimekuambia sometimes unaingia kwenye deals. Kwa sababu after hapa shetani alipomuingia Judas akauliza mtanipatia nini? Akaenda kwa makuhani, akauliza mtanipea nini? Wakamwambia tutakupatia 30 silver. So deals zingine unapiga unafikiri ya kwamba ni za kuongeza account. Hivi watu wa pefa wako hapa, lakini kuna wakati unapiga deals unafikiri ya kwamba ni account inaongezeka. Kumbe haujui ya kwamba nyuma yako kuna ndugu anaitwa Brother Lucifer. Ako nyuma yako anakusaidia kupiga deal. Yeso. Anakusaidia sana. You know, let me say, because I am a media personality. And sometimes unaangalia kama the proceedings za the impeachment of the deputy president. Na uwezi kosa vitu kama hizi. Ya kwamba wakati alikuwa anaongea walikuwa wanamshangilia. Wao wenyewe ambao wanamtoa saizi walikuwa wanamshangilia. Akisema shares anasema ni ukweli tuna shares. Akisema na anafikiria kwamba ana maendeleo. Sasa after shetani withdraw, after ameshamtumia, oh my goodness, amemtumia akasema kila kitu ambacho angesema cha kumharibu, halafu withdraw. Unajua after shetani ameingia hakuishi ndani ya nani sana. After 2 years amesalitiwa, immediately alipomaliza kazi shetani withdraw. Akamwacha na guilt ambayo ilimfanya ajinyonge. Yes, completely ilimfanya ajinyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungemuuliza Judas unajinyongea nini? Atakwambia ni depression. Yeah, atakwambia ni depression. And sometimes you look at people depressed, people suppressed, watu ambao wako disturbed, tunasema they have a mental health issue. If you checked behind the curtains, utamkuta huyu mpendwa ako hapo. Huyu ako pale ametulia, anafanya kazi yake. Akishamtumia mtu withdraw. Withdraw, anamwacha sasa afanye maamuzi ambayo yanaweza akamsaidia, whether kumharibu ama vile ambavyo tu ataenda. He does not care. He does not care. Ladies and gentlemen, I'm introducing you to the realities of the spirit realm. When you wake up in the morning, know that you are not walking in Kenya. You are walking in the spirit realm. When you are talking, hauongei in Kenya, unaongea in the spirit realm. Kuna watu ambao waliachika kwenye ndoa wakaregret baadaye kwa sababu walikuwa under the influence of mzee. Alimwambia, unaweza niacha kwani unafikiri wewe ndo nani? Naweza ena nikaishe. Haujui ya kwamba hiyo sauti iko na volume kutoka nyuma. Unasikia ile wanasema ongeza volume. So iko na volume from behind. After umetoka hivi, una notice ya kwamba ni kama hiyo mambo haiendi venye ulikuwa unasema. Alafu unaanza kuregret na hiyo biashara ilishaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Everything you do, you are not doing it in Kenya. You are doing it in the spirit realm. Hello? Unajua, if we had time we could have gone deeper, a little bit deeper, because utagundua kwamba hata mavazi tunayoyavaa yako influenced kutoka katika ulimwengu wa roho. Sini Suleimani anasema kwamba nilimuona mama mmoja amevaa mavazi ya kahaba. Kwa hivyo kuna mavazi ambayo yako na identity ya ukahaba. Alafu tukikwambia hiyo mavazi umevaa sio mzuri, anasema Mungu anaangalia roho, haangalii nje. Mungu ni ukweli, anaangalia roho. Shetani anaangalia nje. So unakuja umetufungulia kila kitu, tunakwambia dada, unasema hamjaokoka vizuri. Ni kuokoka mnafahamu muokoke macho.
macho yetu yameokoka tu sana, lakini kile ambacho hujui ni kwamba umeshawekewa chapa. Wewe ni umepewa contract na huyu ndugu ili akutumie for a certain purpose. Na part of that purpose ni kuvaa. It's an expression of who he is or what he wants to achieve. Yes. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafaa tumalizie ibada sasa. Tuangalie Anania na Safira in Acts chapter 5. Watu tunamshutumu huyu ndugu kwamba alificha hela, hakuleta zote za shamba. Si watu tunamshutumu sana huyo mpendwa kwamba alikuja kanisani, alafu alikuwa na mke mwingine pia wa maajabu. Anakujanga kanisani 3 hours later. Yaani mzee anakuja saa 1, mama anakuja saa 3. Ndio mama anakuja. So, na hii kanisa ya Petro ilikuwa kanisa very serious. Kwamba unafika unatoa sadaka kwanza. Apostle nafikiri tunavaa turudi hapo. Kanisa ya Petro ukiingia unakuja moja kwa moja kama umetoa sadaka ndio ukae chini. So Anania alipokuja, Petro akawa tayari kupokea sadaka yake. Alipotoa akamwambia hii ni ile ya shamba tuliuza. Petro akamuuliza, hii ndio yote? Akasema, mzee wewe unajua hii mambo iko sawa. Hii iko sawa, iko yote. Mstari wa 3 Petro akasema Anania. Anania, hii deal hamkupiga wewe na mke wako kwa sababu nyinyi ni werevu. Hii mambo mlikuwa mna discuss kwa bedroom na mnafikiri ya kwamba ni nyinyi mko in charge, you are in control. Lakini kwa nini hamkuelewa ya kwamba you don't walk in Jerusalem, you live in the spirit realm? Na hapo in the spirit realm mlikuwa na kikao, na mojawapo ya attendees wa kikao alikuwa shetani. Kwa nini hamuelewi? Unajua kuna vile unaweza pewa advice na kumbe imetoka kuzimu. Na wewe uelewe, wewe unafikirianga kwamba hiyo advice ni kwa sababu huyo jamaa anaongeanga vizuri, ama juu ni mwerevu, ama juu anakupenda. And so wakati walikuwa naacha hii pesa wanunue kabati ama TV flat screen. Unaona wanasema pesa imekuja, alafu unasema wacha tusitoe tithe this week kwa sababu tulikuwa tujazilie pesa ya fridge. Na unaona kama your advice is making sense. But kumbe hujui ya kwamba mkono wa brother Lucifer huko ndani. So Petro anamwambia, mimi nikikuangalia Anania naona wewe hauna shida. Lakini kwa nini umemruhusu shetani ajaze moyo wako? Kwa nini? So Petro sasa hivi he's not even talking to Ananias. He's actually attending to the damage Satan has done. And you know, swali ambalo mtu aliuliza ni, by the way, was it necessary for Peter kuacha akufe? Si angemrestore, angemuombea toba. Lakini Petro alijua kwamba nikiendelea hivi na toba ya kila mmoja mtanichokesha. Nikiacha kwamba kila mtu anakuja na makosa yake ninamtubisha, anarudi namtubisha, mtaniua. Ukumbuke hii kanisa ilianza na watu 3,000 siku ya kwanza. Hii kanisa ya Petro ilianza na watu ngapi? Sasa watu 3,000 kila mtu akikuja na makosa yake unamsamehe mmoja. So akaamua kufanya isamehewe wholesale. Akaamua kufanya kitu ambacho kitasamehesha kila mtu. So akaacha Anania akakufa. Mstari wa 6. Mstari wa 6. Wa 7. Ndio huu muda wa masaa 3 ndio dada anakuja na pumps. Mstari wa 8. Wa 9. Mstari wa 9 baba. Wa 10. Mara akaanguka miguuni pake akafa, wala vijana wale wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mmewe. Sasa apostle, hii kanisa ilikuwa na department ya burial. Wako na saruru kwa department hiyo, wako na saruru na spades.
alafu wanazikananga bila msalaba, bila kuita wa familia. Unakufa wanakuzika. Mstari wa 11. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote waliosikia haya. Inaitwa msamaha wholesale. Kwa sababu hakuna kusamea mmoja mmoja. From next time, the next person mwenye alifuata, unafikiri alitaka mchezo? Hata alingoja aulizwe. Alisema baba ni yote. Ni venye unaiona hivyo iko sawa. Na mwenye haikuwa yote anasema baba usiniue, hii sio yote. Nitaleta hiyo nyingine next Sunday. I will bring it next Sunday. Amen. Tumalize na hii ya 1 Kings chapter number 22 verse 1. 1 Kings chapter 22. Hii habari ni habari ya kutisha sana, kwa sababu Yehoshafat anataka kwenda kupigana vita, akamwendea Ahab rafiki yake wasaidiane katika hii vita. Na wanapotaka kwenda, Yehoshafat anapenda Mungu kwa sababu tunamjua yeye alikuwa mtu wa Mungu kabisa. Ahab tunajua mambo yake, ni mkorofi. Na kuna unabii ambao Elia alitoanga kwamba huyu baba atakufa na mbwa wataramba damu yake kama alivyofanya Naboth. Na Mungu pia amekuwa akitafuta jinsi ya kumuua na anashindwa. Mungu anatafutanga jinsi ya kuua Ahab, Mungu anashindwa. So Mungu akaita kikao mbinguni, akauliza tutafanya aje ndio tumuue Ahab. So kikao mbinguni, wazee 24 wako pale, wenye uhai 4 wako pale, kila mtu yako mtaa, ili kuweza kutoa maoni jinsi tutamuua. Na Yehoshafat ako pale. So mstari wa 17, angalia verse 17. Akasema rudi juu kidogo 12. Mfalme akamwambia 12, na manabii wote wakasema hivyo. Okay, rudi kidogo tena baba. Haya, wacha tuanzie hapa. Na Zedekia mwana wa Kanana akajifanyia pembe ya chuma, akasema Bwana asema hivi. Sasa Mungu ametafuta jinsi ya kuua Ahab, ameshindwa. Na huko Ahab na Yehoshafat wanapanga kwenda vitani. So Yehoshafat ameuliza, tunaweza tukainquire kutoka kwa Mungu kama hii vita tutashinda ama hatutashinda, ndio tujipange vizuri. Ahab akamwambia, kuna mtu ambaye naweza nikakuitia, one of my guys hapa wa manabii, anaweza kuja atabiri tuone kama tunaenda kushinda. So Zedekia ndio huyo nabii na manabii zake, ako na kikosi chake. So wakakuja wakamwambia mfalme, Bwana asema hivi, kwa hizo utawasukuma Washami hata waharibike. 12. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii, wakasema kwea Ramoth Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwako mfalme. Twende kazi baba. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaia. Sasa Yehoshafat haamini sana mambo ya Ahab, juu anamjua anaweza mletea watu wrong numbers. So akasema hakuna mwingine kando na hawa wako tumuite. Akasema kuna mwingine anaitwa Mikaia, lakini huyo simpendi, anasema vitu zenye ziko kinyume na mimi. Yehoshafat akainsist endeni muite huyo. So yule mjumbe akaenda akasema, angalia sasa, maneno ya manabii na kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako na liwe na kusihi kama neno la mojawapo ya hao, ukaseme mema. So yule messenger anamuadvise Mikaia kwamba na wewe ukifika huko, kwa sababu wale washaambiwa mambo mazuri, usijaribu kusema mambo mabaya leo, wewe sema mambo mazuri tu. Twende mambo, mstari wa 14. Mikaia akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile la Bwana aniambialo ndilo nitakalo mnenea. Twende. Na alipokuja kwa mfalme, mfalme akamwambia, je, Mikaia, twende Ramoth Gileadi kupiga vita au tunyamaze? Akamwambia, kwea ufanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwako mfalme. Mstari wa 16. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Anamwambia Mikaia, nimekuambia mara ngapi uniambiage maneno yanatoka tu kwa Mungu peke yake? Kwa sababu yeye umesema hii
Hii ni kama haitoki kwa Mungu. So 17 akasema, naliwaona Waisraeli wote. Sasa sikiliza sasa. Naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. 18 mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hata ni bashiria mema ila mabaya? Ameanza, yani hata unabii hujaanza kuanguka vizuri, ameanza kuconfront nabii. Anamwambia, si nilikwambia huyu akikuja ataanza kusema vituko hapa. 19 Mikaia akasema, sikia basi neno la Bwana. Sasa original version has arrived. Nilimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. 20 Bwana akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu ili akwe Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. 21 So kulikuwa na maoni, kulikuwa kunachukuliwa maoni kwa venye tutafanya Ahabu anguke. Akatoka pepo, sema pepo, akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akasema nini? 22 Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia, ondoka ukafanye hivyo. Twende. Basi angalia, Bwana amemtia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. 24 Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kanana, akampiga Mikaia kofi la shavu, akasema, Roho wa Bwana alitokaje kwangu ili aseme na wewe? Sasa angalia, mmoja anajua what is happening, mwingine ako off. Mikaia anawapatia the way the spiritual realm is. Zedekia ako kimwili, hata anapigana kofi, ati anajaribu kutetea kiti chake. Mpaka anamuuliza, Roho wa Bwana alitoka saa ngapi mimi kwangu wakati nilikuwa nasema mema kwa mfalme, akakuja kwako ndio aanze kusema mabaya wewe? Nimeonanga watu wakipigania waume wa wengine. Na swali yangu ni roho gani yuko nyuma ya hiyo biashara? Ama unaona mtu anaua mwingine kwa ajili ya kitu, shamba, gari, biashara. You've seen those things, ziko kwa TV zetu. And ukiangalia unataka kujua ni roho gani ambayo inaongoza huyo mtu kufanya hicho kitu. Hiyo roho ni hii ambayo ilikuwa ndani ya Zedekia, ambayo haelewi ya kwamba kuna mkono katika ulimwengu wa roho. Yaani haelewi ya kwamba shetani yako ndani yake. Kile Mikaia anajaribu kusema ni kwamba, Mikaia uko na pepo ndani yako, ndio linaongea, sio wewe. Wewe unaweza fikiri ya kwamba unatabiri, lakini unabii wako sio wewe. Kuna pepo lilitoka mbinguni, nililiona likitoka kwa Mungu, likikuja likakuingia, ndio utabiri hivyo. Na wewe hauelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sometimes we make decisions and choices without understanding ya kwamba kuna a very serious spiritual manipulation, spiritual effect. And so ninakucharge leo ya kwamba as you walk around this world, as you wake up, as you travel, as you sit down with somebody and mnawasiliana, mnaongea, mnakubaliana, mnasema ni hivyo, please jaribu kufanya udadisi na udurure, ujue huyu tunayekubaliana naye, tunamkubaliana naye kwa roho gani? Ni nani anayetusaidia kufanya haya makubaliano? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii ndio siku ambayo Ahabu alikufa, kwa sababu pepo lilimtabiria kupitia kwa nabii asijue, akaingia kwenye vita, na hivyo ndivyo mshale ulivyomdunga, akafa hiyo siku. Maandiko yanasema ile the chariot, ile gari lake la vita, lilipokuwa linaoshwa, maji yakatiririka na damu yake,
mbwa wakalamba ile damu. Likatimia neno la Elia. Kwa sababu una imagine hata Mungu mwenyewe akishindwa kumuua Ahab mpaka anatafuta ushauri. Na ushauri uliotokea ni spiritual manipulation to the prophetic. Sometimes tunaingia hata makanisani na unaona mtu anasema I see madam so and so come 0724 is it your number? Anasema yes man of God, go deeper. That you are going deeper. Anasema prophesy man of God, prophet. You are not a Sunday school teacher, major general. Hizo vitu zote you need first of all to know by whose spirit, by which spirit. Yes. Wewe utaenda tu unakinganga kichwa hapo kama gorogoro inaekelewa mkono. Utatoka na mapepo mengi kuliko uliokuja nayo. Utatoka na magonjwa mengi kuliko uliokuja nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to be very sharp in the spirit. So kuanzia leo usijione kama dada mwenye mwanya. Ujione kama roho as a spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tusome hii kama tumesimama kwa sababu tumemaliza. 1 Chronicles 21. 1 Chronicles 21 and verses number 1. Maandiko yanasema tena shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuwahesabu Israeli. Naomba ujue ya kwamba kuhesabu Israeli was not the mistake. Kwa sababu mojawapo ya sheria alizopewa Musa in Exodus, kulikuwa na sheria ya kufanya census. So Israel walikuwa wanafanyanga census. Na kulikuwa na protocol ya kufanya census. Na kwa hivyo Daudi hakufanya makosa kuwahesabu Israeli. Shida ilikuwa kwamba aliwahesabu by an influence ya shetani. Na huyu ni mtu ambaye Daudi, mtu mwenye moyo kama wa Mungu, a man after God's heart. How you don't expect David to do such a mistake? Ati shetani amemuingilia Daudi. Lakini on this particular day, shetani, Bible ina rekodi ya kwamba ni shetani alisimama kinyume cha Israeli na akamshawishi Daudi. So there was, ni kama Daudi alikuwa anataka kukataa, anasikia the push inaongezeka. Labda analala, labda it was not a decision alifanya maybe in one day. Labda alijaribu leo akasema hapana. Akasikia the following day akasema no. The third day, labda hata miezi ilipita akijaribu kukatana na hiyo, lakini akakuwa overpowered na ushawishi. Na labda alifikiri ya kwamba itamsaidia. Lakini kilichotokea hapa ni kwamba alikuja kuulizwa, ungetaka uachiliwe kwenye mikono ya maadui zako ama Mungu akupige wewe? Nashukuru kwa ajili ya Daudi, alisema afadhali niangukie mkono wa Mungu. Hata kama ni shetani amenicontrol, akanifanya nifanye hivi, I'm going back to my father. I want to be controlled from now going forward by God himself. I don't know how your life is. Sijui maisha yako yako namna gani. But in our Christendom, I have realized ya kwamba watu wengi wanaishi with the subconscious mind of the spirit realm. They don't have the conscious mind ya kwamba they are not human beings. We are spirit beings embodied in bodies. We are spirit beings embodied in bodies. And we are puppets of the spirit realm. Every decision we make, everything we do, inakuanga imekuwa manipulated from the spirit realm. If you do well, it's because you have yielded to the Spirit of God. If you do bad, it's because you gave yourself to the control of the other spirit. And so vijana, unaweza fikiri wewe ni mwerevu ya kwamba you are making your own decisions. Unafikiri ya kwamba ni kwa sababu umerevuka. But please, jaribu kutathmini ikiwa you are the one in control ama kuna roho ambaye anakuongoza. Na kama anakuongoza to which end? Mama, mzee, msichana, kama
kabla hauja make decision, try to vet by which spirit am I doing this? Why am I saying yes? Why am I saying no? Why am I feeling the push or the pull? Unasikia mtu akisema eti alilala na mke wa watu na anasema ati hajui venye ilifanyika. Ninakuambia venye ilifanyika. Shetani alimshawishi Daudi. Alimshawishi. So unashawishika to do the wrong things. And it's not you. Not because that is your character. Not because that is who you are. But because there is a force, a third party force, ambayo inajuanga kuingiza mkono wake ndani ya maisha ya watu. I pray that you are not going to be a victim of spiritual manipulations. Ninaomba ya kwamba you are not going to be a victim of spiritual manipulations. Katika jina la Yesu Kristo, nyosha mikono yako juu.